Akamwambia pesa haikuchinja, iko tayari. Kuna mambo ya dola 500. Akamwambia hata dola 10 iko tayari. Hakuna nisimama na Mungu. Kama mtakubali kumwoa. Leo hapo tunasema ni mmoja mwaka na watu sita. Na mimi ndio kujaa. Bila kuwa kwanza naweza kuwa mke. Kama hapa. Sasa kubaliana. Mungu anasema wewe chakula. Niko tayari, niko tayari. Hii itajua baraka ya Mungu ile maishani. Mungu akubariki, haina makondisho. Nikakataa. Baada ya kukataa, baada ya siku 3 nikafikiri mkeo. Akaita wafanyakazi wa nyumba. Ule rafiki na pili. Wengi walikuwa kwambia kuanzia leo sasa walipa mshahara. Wakaacha hadi unabaki kusimama. Baada ya siku mbili akaniomba gari yake. Na gari yangu iko na ukali. Kachukua gari yake nikakuja kwa mjini. Baada nasimama. Akaenda kuona mwenye wa kundi. Kundi aliyeniambia ya sisi pesa. Akaenda kuambia mwenye wa kundi kuambia leo mimi nataka kulipa nini? Ukundi. Ongea kutafuta. Kundi alikuja kuniona. Kundi alikuja. Auza alikuwa anasimama. Kama amepata ndio. Ndio kundi akaanza kutafuta. Pia baada. Lakini baada ya kusikia Mungu anaongea. Sasa siku tutapata. Lakini kazi hii ibada sana. Baada ya kusikia kwamba ukundi na basi pale akaenda kwa mwenye nyumba. Nilitolewa kwa nyumba. Lakini kabisa nilikuwa na ofisi hii kubwa. Kaanza kulala. Alipoona na chini ile kanisa walimtuma ni msao hii. Haya alikuwa anajua kwa kweli kwa ameleza pia akaenda kuambia Jumapili asubuhi ilikuja mbele yangu ya kanisa imefungwa. Kwamba kanisa la kufungia kuna mabaka. Haina mabarua. Nilisikia kama kuna kitu Mungu akuweka ndani yangu kitu kilicho uoga. Nilijinda. Ndio anda aanze ibada Bwana. Polisi wako pale ndio wanachukua. Ndio sadaka. Magari. Lakini hata magharibi lakini mimi kama kushauri nataka kuweka mziki wa Mungu, sitaki kugeuka kwa mfumo, nataka ufikie endelea. Mungu anataka lakini kisha mziki wa Mungu tunataka mziki wa Mungu au pekee yake. Lazima ukuje nini na neema. Alipofika Daudi akauliza nini? Leo kwa lugha akafanya nini? Akaona njia ya kwanza kutoa kwa na kelele kuna laana, kuna nguvu, kusikitika, kuvunjika moyo, kuweka mkono kwa chafu haitoe. Kwa kusema tunasema Yakobo 5:15 wanaendelea kaza na itakwambia hiyo ilikuwa hiyo ilikuwa ya kwanza hiyo ndio kijana yapata mtoka kama hiyo inaandika na mtoto wangu ndio 5:13 hiyo inakuwa 15 mtu akisema amepatikana na maana
anapatikana na majaribu. Majaribu ni vitu mbaya. Afanye nini? Naomba. Asidike. Naomba. Naomba. Aende mkono kwa Mungu. Naomba. Afanye nini? Naomba. Atajia ya Bwana tu. Mungu wa kwetu. Mungu wa kwetu Mungu wa Mungu. Mungu wa kwetu Mungu wa kukomboa damu. Mungu wa kwetu Mungu wa kukuza kanisani mpokee Yesu kuwa Bwana na mkombozi wa maisha yetu. Sasa Mungu wa kwetu akupatikana na mabaya. Mkia. Hali ya koroka. Hali ya sisike. Hali ya kurudi. Hali ya kunalalamika kila mahali. Hali ya kusikimu. Afanye hivi. Ndio tukitazama. Alipoenda kwa na alipokuja na kanisa akamuuliza Mungu. Yeye ni maombi. Yeye kupigana hivi ni ibada. Nitawakuta Mungu akarudia mbele ambapo utawakuta nambaki utawakuponya bila maombi. Ni njia inawezekana. Na nakwambia hakuna kitu kingine kwa maneno ya Mungu kupita kila kitu. Ukianza kuona Mkristo anaomba ni maisha. Ninajua kuna watu wako miaka mingi kabisa na ni maaskofu wana nini. Tangia wanaambia kuna vitu watu wanasema wako wananiambia sema kuna kura. Ndio nimemaliza hivi lakini tunafundisha jamii kitu kwa Biblia bali yake. Hata mtoto wako kumi wanafanya kama hicho kwa kubali. Kuomba inamaanisha mambo. Na wakati wote utafanya ile mambo haujaomba, hiyo ndio unafanya sarakasi. Alikuwa na jamii na kupata mtoto akaenda kale. Na alipofika kale akaanza kuomba. Lakini bila sababu ndio mwenye iko nasema kwa hiyo kuomba ni kusema. Na kusema utaweza kusema kwa mfumo ule ila na sauti kubwa au na sauti nyingi, lakini ukitaka kuomba unapenda kama kuomba au uombe uko na kufikiria na ndio kitu matukara mimi lazima kuomba ni kusema. Biblia inasema Musa alipanda mlimani siku ya kwanza kwenda kusema na Mungu. Na wanasema kwenda kufikiria, kwenda kusema Mungu anasema na Musa. Anasema kuomba ni kusema. Na wewe unasema na sauti kubwa, na wewe unasema na sauti nini? Ndogo. Anasema na sauti nini? Ndogo kwa mchungaji. Yakaa hapo sasa. Na kwa nini kuomba ni kusema? Sema kupiga sema kwa sisi mtu anaongea kama mwambie aombe. Kwani shetani anaogopa watu wanaojua kutoka magharibi. Shetani anaogopa mtu anaotoka na anafanya nini? Anaomba atashinda nini? Mchungaji wa kanisa aliona mgongo mdogo wa kitu kwa sababu na kale kunywa pombe ilikuwa sana, ilikuwa tuzambe mapende, lakini kuishi ibada tena ilikuwa kama ibada. Bwana Yesu wameenda kwa mradi hasa mradi mmoja ibada kuisha ya kanisa ya ibada. Watu walikatazwa kunywa pombe kanuni, maana kwa ikani kulikuwa sana ya ndani na wasichana ni kumbe na wapolisi wa kwanza tatu katika sisi ndio ikani ya ndani ya sisi ndio ikani ya Mungu, sisi ndio ikani na sanduku sio ile na roho Mungu anaishi yote na ndio sisi tunapata sanduku ya Mungu.
Hatuwezi kula asubuhi, hatuwezi kula mchana, hatuwezi kula jioni, hatuwezi kula usiku. Hata mchungaji akafikiri baba akiwa na ulezi wake, akaambia mama, ulezi wako utaisha mpaka wakati. Mama akaambia mtumishi wa kusikiri mwanamkuta ni haproblem, kuna majanga nimeolewa, lakini nikiwa mwenzangu penina ananisalau, ananipendeli, lakini nakuja kumumina moyo wako mbele ya kuomba nikusema, lakini nasema si maneno yanatoka kwake, maneno yanatoka ndani ya mtu. Atatoka kusema mtu mapenzi ya Mungu inatoka ndani ya moyo au inatoka kwake? Kwa kabisa hakuna jela au tafuta. Inatoka ndani ya moyo au inatoka kwa akili? Kwa akili tunafanya mazoezi au dawa. Inatoka ndani ya moyo au kwa akili? Kwa akili unafanya mazoezi ya dawa. Kutoka ndani, maneno yaliyo ndani ya moyo wako, sio maneno yako ndani ya moyo kushamu kimani, sio maneno yako ndani ya moyo kushamu ndani. Tunasema na kutoa maneno inayotoka ndani ya moyo. Makanisa ya kiroho wanasisitiza sema wao kwa sababu ni wakiroho sana, hawapende kuomba na akili, lakini Wakorintho wa kwanza 14 Paulo anasema yeye sana, huyu alikuwa anaongea kushinda watu. Anasema yeye sana anapenda sana kuomba na akili kuliko kuomba na nini? Anasema naomba kuomba kwa roho. Kuomba ndio nasema kuomba kwa roho. Kuomba kwa roho, unakusema kwa lugha, unaomba kwa lugha na kuimba kwa lugha. Na mimi kanisa hawaombe wanasema, na wanasema kwa lugha si maombi. Akili yetu itasimama dada. Wakati mtu anadada na nguvu, uliza kabla ya kuokoka usiseme wewe. Kabla ya kuokoka nani anaenda kwa Mungu? Ndio dada. Wewe ndio unaosa Mungu wewe. Mimi ndani. Kwa nyumba walibaka. Walibaka hela. Sasa walipoiba hela, Jabiri kwa hela yake, hivyo napanga hela ya biashara asafiri katika sisi aanze biashara. Ile itafanya nini? Inaitwa kidogo. Na akapata tiketi ya ndege kesho afanye safari ya kwanza ya biashara. Ile inaitwa. Sasa kwenye msingi ya mwili, familia nzima tukaamua twende kwa nini? Kwa mganga atujue nani alifanya nini? Aliiba kila kitu. Lakini kesho tunaenda kwa mganga. Brada yetu mwingine ana kesho tunakutana naye kwenda leo, lakini mahali alikuwa anatokea ni kilomita 100 kwa pili, anatokea hadi Marafiki. Tunaenda kwa baba, tunaenda pamoja naye, lakini ni wapanga wale unafika lazima alipe mzigo. Wanaita nini? Mzigo. Unaona ndio wanafanya nini? Unapata wanaenda kwa problem hapa. Hicho ndio. Sasa hili nini? Hata huko sana na wanaendelea. Ndogo chini alikuwa anasema Mungu yeye alikuwa ngombe na kupigwa hivi, anapokuwa moto mahamoto kali ndio na kisha kidogo ndio ni moto mzuri ukiendesha dawa roho mama anabadilika kabisa, anaanza kuongea kama Mungu. Maji yanabadilika na kuwa mekundu. Kasema
Sasa tusiweze shida. Sasa tunakuja kwa pesa hivyo na kwa kweli. Shetani anajua mambo na mambo ya sasa. Usidanganye huko bila kulala bila mshetani anajua mambo na Mungu anajua mambo anajua mambo yote. Hata Mungu alisabiki kwa Mungu wa Mungu kwa sababu anajua shetani. Mungu hata kwa shetani anajua Mungu anajua. Kitu pekee yake shetani anajua mambo. Shetani anajua kama Yesu atakufa kwa msalaba. Asije kuamshika na Mungu. Lakini akasema kwa kitu leo anakuja kumtaja Mungu anataka mwali. Anasema huyu ndio Mungu anayewaambia. Yesu alikuwa anataka mchangamka sana. Sasa ile mtu anajazo na nguvu ya shetani na kuingia. Ile mtu anajazo na nguvu ya Mungu, akili yake ya kawaida inafanya nini? Inastop, inaacha kufanya kazi. Au kwa nini ndio atakuja haujasema kwa lugha, ni maigizo na maigizo mbaya katika maigizo, kwa sababu ya zangu yote inasababisha, lakini jambo la kidogo wakati Mungu anajazwa na Roho, wakati Mungu anasema kwa lugha, wakati Mungu anaomba kwa lugha, wakati Mungu anaimba kwa lugha, ni vitu kweli na vitu sana tumeifanya tunaishi, lakini akili yake ya kawaida lazima kiache kawaida. Hata Wapentekoste wengi wanaogopa kuomba, kwa sababu kuomba ni wasema huyu bila kwa matendo. Imetoka wapi? Biblia soma Biblia. Ukiuliza Biblia gani? Wakwambia Biblia ni nini? Soma kwa Biblia hii. Watu walipotezwa na Roho, waliposema dawa kusema lugha ya miungu, wanaongea lugha ya miungu. Kila Pentekoste wakati wanakuja na jambo na kusema Biblia hawasikia watu wanaongea lugha za nani? Za watu. Hakuna kabisa maji kama hiyo. Ni Paulo tu anaongea kwa Wakorintho, wengine wanaweza kusema lugha ya malaika, lakini hakuna siku iliyopita Paulo kuongea lugha ya malaika. Soma Matendo mengi, watu walikuwa wanaongea lugha. Nikisema kwa vile kusema ile kisha anaanza kuongea lugha ya kama yeye. Baba Mungu, wewe unamsaidia. Wewe unapata mtu kufanya nini? Wakitafsiri na jenga kabisa. Fanya jambo, lakini usifanye jambo na kiroho. Bafundishe Yesu kwa roho. Na wale kuna watu wanaofikia hivyo jambo kuja na watoka kufundisha faida kwa roho. Ndio kufundisha miaka 10 na 2010 na ile kwa sababu ni watu na mawazo kufanya makosa ya na kwa nini shetani hapa shaka hapa ili shaka nani anaenda kujificha kwa matendo ya baraka imetoka Biblia inasema kama nakomaa Biblia inasema lakini ukikomaki Biblia unakuta Biblia inasema sehemu ya kwanza Biblia ni agano la kale, nasimamia alimaliza. Sehemu ya pili ni agano jipya, ndani ya Biblia mila
ya Wayahudi. Watanzania wengi ikiwa kwa Wayahudi ilipokuwa inafundishwa, lakini kama uko mwangalifu, kuna mahali walikuwa wanaongea mila ya nani. Nikupatie mfano pale ya kwanza, Yakobo anaenda kwa mjomba yake Labani, anampenda Raheli, lakini bado wakupenda Raheli wanampa nani? Lea. Kwa nini? Mila ya Wayahudi inasema mdogo aweze kuolewa kabla ya nani? Si neno ya Mungu, ni mila. Mila ya Wayahudi kusoma katika Mathayo sura ya 13. Mila ya Wayahudi ilikuwa inasema ukimtusi baba yako na mama yako hujafanya dhambi, lakini ukikula chakula bila kuosha mikono umefanya dhambi mbaya. Na wanafunzi wa Yesu walikuwa wanakula bila kuosha mikono, na Mafarisayo na Masadukayo wakamwambia Yesu, kama Mungu wanafunzi wako wanakula bila kuosha mikono, wanafunza desturi ya madhabahu. Na Yesu akauliza, na Mungu ndiye mnafunza nini kwa sababu ya desturi? Kwa sababu ya Mungu anasema mheshimu baba yako na mama yako. Kwa sababu mtusi baba na mama ndio. Ndani ya Biblia, karibu ndani ya Biblia 3.5 ndani ya Biblia iko naongelea mila ya Wayahudi. Kama utakuwa mwelevu unaweza kufikiri kuna kufundisha Biblia, lakini kuna kufanya na kupita sote. Na mila yote hiyo ya mjini, hiyo ya Afrika, mila yote 90% ya mila ni kinyume na nini na nini. Sasa mila ya Wayahudi, kwa sababu mila yote ina mpango wake, ina Mungu wake, na Mungu wa mila ya Wayahudi naitwa jina la Shekina. Napanga unakuta mahuduma ya dini makanisa inapangwa Shekina. Biblia kawaida kitabu ya Mwanzo mpaka kitabu ya Kutoka hakuna neno Shekina, lakini wao watakwambia Shekina maana yake utukufu wa nani? Wa Mungu. Sasa kama Shekina wamekubaliana nao, nauliza Dr. Frank ni utukufu wa nani? Dr. Frank ni utukufu wa nani? Samaki ni utukufu wa nani? Nyama ni utukufu wa nani? Miti ni utukufu wa nani? Sasa tukianza kuabudu utukufu tunakuwa na abudu ni na ndio wanaotukufu 20 baraza wanataka kuabudu Mungu, wanaabudu kitu Mungu alifanya nini? Alimuumba. Sasa watu wa kabali, sasa mila ya Wayahudi inaitwa kabanji. Watu wa mila ya Wayahudi ndio wanamuumba kitu kwa jina yake la Shekina, na ni watu wanajua wamejini, na mtu wote anatumika na ibada ya mila ya Shekina kupatia ambatanisho kidogo kujua kwamba ni mtu wa Mungu anatumia anatumika na Mungu wa mila ya Wayahudi, ambao ibada yao inakuwa na mshumaa. So mshumaa unatoka na mapepo na urahisi wenyewe hadi kwa mshumaa kuna umuhimu. Desturi yao wahubiri wote wanatumika na habari, anakuwa na msimu ya mavazi kama atakosa kupata the collection na nguvu ya kila pekee. Wamejua wamejiuza, na ibada ya kabali ndio inakuwa na vitu lazima mafuta, lazima kupona pale, lazima mafuta kwa mtu kupona, lazima pesa mafuta, na kwa mtu kupona atakabali yote kupona kwa sababu lazima ukukua mfumo ule unapona kwa maana unakuja kwa ina rabada. Lakini hapo mfumo inakuwa kingine. Baba mtu kupona lazima kwa mtu kupona lazima mafuta. Hiyo ndio system ya watu wote wa habari Mungu wa mila ya na
sababu wamejua, wameichunguza. Hata wanapofika kwenda ndani katika kipindi cha ibada, sifa ya kwanza kwa wakati wa kuabudu, wale waumini wote wako si washirika wako wanafanya ibada ya Mungu mbele yake, kwa sababu akienda pale zamuni na Mungu wanaenda kuabudu na yeye tayari amefanya nini? Amejiza. Sisi tunaangalia ni alitoka kile wakati wa kuhubiri na kuhubiri bosi fulani na lekwa security huko kule akuhubiri. Sasa alipata ibada ya kwenda usiku na kuabudu, hauwezi kuabudu Mungu tayari alijiza kwa milioni na mimi nikaja kwa sisi, lakini anataka tatizo ya kuja kwa Mungu lazima aone na watu ataomba nani na yeye tayari anajua hana nani mimi ndio watu wanakuletea isipokuwa kitu yanafanya kwa education maneno machafu mbele ya madhabahu. Lakini sisi tunataka na program tukiwa na jaribu na kwa tano 13 tuombe na kuomba inamaanisha mambo ni ila kwa sauti kubwa, ila kwa sauti ndogo, na kuomba kutoa maneno iko ndani ya moyo wako. Na tunataka kufanya katika kundi kusaidia na kwa kitu majaribu ya mbalimbali. Jaribu linasema Mungu hawezi kuruhusu jaribu ishinde jaribu, lakini jaribu itakapokuja hiyo Mungu ameweka na njia ya kwanza ya kutoka kwa majaribu yake ni karibu nao. Petro aliposhikwa kanisa ikafanya nini? Na watu wanafanya rasha kama walikuwa wanamwambia Petro Yesu wako ameshikwa iko kwa tena na Petro akauawa. Tunaona shughulika, tunaona kufanya kazi. Nilikuwa nataka kumwambia mtu mmoja leo yaokoka katika kweli na sasa tunapo sababu ya uongo kama hiyo damu nakwambia ndio sasa walipo malaika sisi hatuna huduma na hakuna connection ya Mungu na malaika. Mungu anatumaka malaika pekee yake, si mtii ana mamlaka ya kufikisha malaika. Ukishasikia Mungu wote anafikisha malaika, wote kuna malaika nyingi. Kuna malaika wa Mungu na malaika wa shetani. Hata watu wanapata wanaitisha malaika kumbe na tunaona kabisa demonstration kama kwa njia moja. Hakuna mtumishi wa Mungu Mungu alikuwa anatuma malaika yake bila ya kutaka, na watu kufanya kazi bila wanataka, bila kuelekezwa na Mungu kwa kitu chochote, kwa sababu ni kitu ya kiroho. Sisi tuna connect na Mungu na alikabu kuna la Bwana na tupewa jina kubwa kupita majina ya Yesu Kristo. Ndio jina tunalotumia kwa ajili ya kufanya. Hata Mungu naweza kwa mwaka, naweza kwa mwezi, naweza miaka 5 ile jaribu imekaa. Lakini kitu hakuna kutia moyo, hiyo mambo tunafikia ni ya kawaida. Namba 2, kama Mungu ameruhusu kwa maisha, Mungu anajua imani yako inaishi. Namba 2, Mungu ameweka njia. Njia ya kwanza ni wataka dini kufanya nini? Kama kuna tatizo yote tutapatiana maswali mengi, lakini kwanza kama kuna jaribu yote sogea kwanza kama nafasi ili kusoma mbele mwamini sogea fanya